lakini wenzetu tumeona wakati mwingi tena kwa kujitolea mnafanya matukio. Tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kuwasimamia. Leo hii tukielekea tarehe 6 ya mwezi wa 3 2024 kule Mbeya kwenye kilele cha siku ya maridhiano, tunaona mmetoka mkoa wa Manyara, leo mko mkoa wa Arusha, na tunaona kule Manyara tuliwaona kwenye vyombo vya habari. Ajenda ilikuwa ni ulinzi wa mazingira, upandaji miti na kuhamasisha ulinzi wa mazingira kwa nchi nzima, lakini tukio la uzinduzi lilifanyika mkoa wa Manyara. Leo tunaona kwenye mkoa wetu wa Arusha katika kuelekea kilele cha siku ya maridhiano kitaifa, leo kuna zoezi la uchangiaji damu. Na mimi niseme mwezi mmoja uliopita tulikuwa hapa kimkoa tukifanya hamasa ya uchangiaji damu. Lakini niseme kwamba washiriki wakubwa kwenye siku ile kimkoa walikuwa ni viongozi wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani. Ndio walikuwa vinara wakishirikiana na viongozi wengine kuhamasisha uchangiaji damu. Na kama ambavyo imesemwa vizuri sana na kaka yangu Alhaji Musa Salum, tendo hili la kuchangia damu lina thawabu kubwa, kwa sababu katika bidhaa ambayo huwezi kwenda kokote kule ukaweka oda, bwana mimi naomba damu kiasi kadhaa, natuma hela, au kaenda sokoni au dukani au kuna kiwanda cha kuzalisha damu, hakuna. Vingine vyote unaweza kumtuma hata mtu, bwana naomba ununulie huku niletee, nitakurudishia baadaye fedha yako, lakini sio damu. Mwenyezi Mungu, nafikiri wako wazee wetu hapa na ndugu zangu ambao wenyewe wamebobea zaidi kwenye dini na imani. Nafikiri Mungu hapa aliweka siri kubwa sana kwamba damu lazima binadamu mwingine atoe kumsaidia binadamu mwingine, hakuna mbadala. Zoezi hili ambalo Jumuiya yetu ya Maridhiano na Amani inaliendesha lina thawabu kubwa sana. Na mimi niwaombe wana Arusha, leo Jumuiya yetu ya Maridhiano na Amani kitaifa imetengeneza tukio hili la kuhamasisha, kwa sababu kwenye hospitali zetu matukio yapo. Basi tujitoe, isiwe leo ndio mwanzo ikawa mwisho. Tujitoe, tushirikiane zoezi hili kwenye jumuiya zetu zote, tuendeleze. Jumuiya ya Maridhiano na Amani leo imeleta chachu tu, lakini tuendelee kwa sababu mahitaji bado ni makubwa. Sasa ukiangalia, sote sisi tumeishi kupitia damu ambayo leo tunaizungumzia kwamba tunaweza kutoa mchango wetu kwa ajili ya kuwachangia wengine. Sasa jambo hili ni jambo jema sana na ni jambo la kiibada kama nilivyosema. Na sisi kama Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, ili zoezi tulifanya kwa mara ya pili kitaifa. Mara ya kwanza tulifanya katika Maridhiano Day iliyofanyika mkoani Dodoma, tulichangia damu, na hili wazo lilitokana na mjumbe wa kamati ya maadili ya Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, Mheshimiwa Spika mstaafu mama yetu Anna Makinda, na tukasema tuliendeleze pia na maridhiano ya mwaka huu, tuchangie damu. Kwa hiyo tukichangia damu tunakuwa tumefanya jambo jema sana. Leo tumekaa hapa Waislamu na wasiokuwa Waislamu tunachangia damu. Hata mimi leo pia nitachangia damu. Kwa hiyo nami nitachangia. Na jambo hili linatuleta pamoja sana. Na hakuna dini yoyote iliyoharamisha muumini wake kumpa damu
muumini wa dini nyingine, si Uislamu wala si Ukristo. Udugu wa kibinadamu ndipo unauona hapo, kwamba sisi pamoja na kutofautiana dini zetu, madhehebu zetu, lakini tuna kitu kinaitwa ukhuwatul insania, udugu wa kibinadamu ambao unaturejesha katika asili moja, kwamba nyote mnatokana na Adamu, nyote nyinyi, na Adamu anatokana na mchanga. Hiyo ndio asili yetu. Damu ambayo itachangiwa leo hapa itamsaidia kila mmoja wetu hapa, kwa sababu afya zetu ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayejua. Lini utapata ajali, lini utahitaji damu, lini utahitaji ndugu yako atahitaji damu. Kwa maana hiyo basi benki ya CRDB imeona ni umuhimu mkubwa sana wa kuchangia damu hii siku ya leo kwa kupitia wakazi wa mkoa wa Arusha. Lakini hatutaishia hapa tu. Tulianza, tumefanya na tutaendelea kusaidia jamii kadri ambavyo inavyotuunga mkono benki ya CRDB Tanzania. Kwa hiyo ni wito wangu basi wananchi wote wa Tanzania kuweza kuiunga mkono benki yetu ya CRDB, kwa sababu tumeona benki yetu kupitia kwa mkurugenzi wetu mkuu Abdulmajid Nsekela imekuwa benki mama katika kusaidia jamii katika nyanja mbalimbali. Leo utatuona tunatoa madawati kwa ajili ya wanafunzi wetu, utatuona tunatoa vitanda kwa ajili ya mahospitali yetu, utatuona tunajenga mashule kwa ajili ya watoto wetu, lakini pia tunajenga mahospitali kwa kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa maana hiyo basi naomba kutoa wito kwa taasisi nyingine ambazo bado ziko nyuma katika kusaidia jamii ya Watanzania, waige mfano mzuri wa benki yetu ya CRDB katika faida, sehemu ya faida ambayo tunayoipata, basi tuirudishe kwa jamii tuweze kufanya maendeleo ambayo itatusaidia wananchi wote kwa ujumla. Lakini pia tutakuwa tumepunguzia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mzigo wa kubeba baadhi ya vitu ambavyo sisi wenyewe wananchi tungeweza kuvibeba pamoja na taasisi mbalimbali. Kwa hiyo nawakaribisheni sana CRDB muweze kutumia bidhaa zetu za CRDB. Tunawahakikishieni pale CRDB ilipo, kauli mbiu yetu ni kwamba ulipo tupo, na ni benki ambayo inamsikiliza mteja, ni benki inayomsikiliza mwananchi. Kwa wale ambao bado hawajajiunga na benki ya CRDB, na wakaribisheni wote tuweze kupata huduma bora kupitia benki yetu ya CRDB. Jumuiya ya Maridhiano na Amani na kamati zetu za amani, kwa kweli wajibu wetu mkubwa sana ni kuiangalia amani ya nchi pasipo kutumia vyombo vya dola, lakini kwa kuitangaza amani. Kwa hiyo mgeni rasmi, naomba niwasomee mstari mmoja, Ebrania 12:14 anasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao mtu asipokuwa nao hawezi kumwona Mungu. Tutafute kuwa na amani. Kwa nini neno tafuta analitumia? Maana yake amani haipo, haijawekwa tu mahali muichukue, unaitafuta mahali pengi, kwa sababu amani inakuwa na vitisho vingi. Tumeshukuru vikundi vimetuimbia hapa habari ya amani, na wakati mwingi amani ni hali kamilifu. Mtu mwenye amani sio kutokuwa na vita tu, lakini kuwa na amani ni mtu mwenye hali kamilifu katika mwili, katika akili zake au fahamu zake, katika roho yake. Ni mtu ambaye hana vitisho vya afya ama vya kijamii ama ya mapungufu. Mtu huyo tunasema sasa anayo amani. Lakini hapa ameisema kabisa, anasema itafuteni kuwa na amani na watu wote. Sio mtu mmoja, sio wa dini yako peke yake, sio wa mkoa wa Arusha tu, sio hata Mtanzania peke yake, ni watu wote. Maana anasema pasipo kuwa na amani na huo utakatifu. Utakatifu ni hali ya namna gani? Nimesikia wengi wanasema, kwani mimi mtakatifu bwana? Kwani kuna mtakatifu duniani? Anaowasema ni walio duniani, hasemi watakatifu wa baadaye. Maana hata katika Biblia anatuambia, nafurahishwa sana, Mungu anasema,
na watakatifu walioko duniani. Tuna mambo ambayo tunaridhiana na hakuna kinachoweza kututenganisha katika hiyo. Mustakabali wa amani yetu ya Tanzania. Jumuiya ya Maridhiano, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunataka kukuhakikishia hakuna Muislamu atakayeleta shida kwa Mkristo, hakuna Mkristo atakayeleta shida kwa Muislamu, hakuna wa mila na desturi atakayeleta shida kwa Mkristo. Wakileta shida watu wa mila, tunamuita Ole Kisongo na timu yake, tunakaa pamoja. Akileta shida Muislamu, tunamuita shehe na shehe pale, tunakaa pamoja. Akileta shida Mkristo, tunamuita maskofu pale, tunakaa pamoja, tunamaliza, tunakusaidia serikali uweze kutawala vizuri.